moja Biblia inasema wakati Yesu anapita kwenye lango la Naini, watu wamebeba mwili wa marehemu. Wakati wanatembea namna ile, Yesu akatazama, akaangalia, moyo wake ukakutanisha na yule mama aliyekuwa analia kwa machozi ya uchungu kwa ajili ya mtoto wake. Biblia inasema alikuwa ni mtoto pekee. Huenda mama huyu alikuwa anataraji kwa mtoto huyu kwamba huyu mtoto nikizeeka atanitunza. Kale katoto kakafualiki. Mama huyu akawa analia kwa uchungu. Yesu akuangalia umati wa watu, alimtazama mwenye maumivu, mwenye uchungu ndani ya maisha yake. Nataka nikuambia, Yesu atazami wingi wenu mliojaa hapa. Kuna mtu mmoja anamtazama kwa uchungu. Kuna mtu mmoja aliyeachwa na mume wake. Kuna mtu mmoja mwenye magonjwa yasiyotibika. Yesu anamtazama kwa uchungu. Yesu anamwangalia kwa uchungu. Kuna mtu yuko hapa ambaye amefukuzwa, hana karo ya shule, amefukuzwa kwa wazazi wake. Yesu anamtazama huyo kwa uchungu. Unaweza mkawa mmejaa, lakini kuna mmoja ambaye Yesu anamtazama kimaalumu, anamtazama kwa jicho la huruma. Yesu ni wa huruma, watu wa Meatu, watu wa Manuzi. Yesu ni wa huruma. Yesu ni wa huruma. Alafu nampenda Yesu Kristo. Yesu Kristo sio kama mwanadamu. Maana mwanadamu anaweza akakuhurumia lakini akakuacha vile ulivyo, lakini sio mwanaume. Yesu Kristo akikuhurumia hakuachi vile ulivyo. Akikuhurumia anachukua hatua ya kukusaidia, anachukua hatua ya kutatua tatizo. Huyo ndio Yesu ninayemsema kwenye viwanja hivi. Piga kelele, sema amina. Yesu akamtazama mama yule, akaenda akamwambia, mama, usilie.